Baba Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Ana Mringi Macha, Mwashamu Askofu Prosper Baltazari Limo, Askofu wa Jimbo Jipya la Bariadi, Washamu maaskofu, wapendwa mapadri, wapendwa watawa, waumini wote mlioko hapa, hasa wa jimbo hili jipya la Bariadi na wengine waliotoka nje ya jimbo hili la Bariadi. Jimbo jipya la Bariadi, sala huduma. Nasimama hapa kwa niaba yangu na kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Leo historia imeandikwa hapa Bariadi, lakini pia historia imeandikwa katika Kanisa Katoliki Tanzania kwa kuwa na jimbo Bariadi. Naomba katika sehemu ya kwanza ni shukuru na pia kutoa pongezi. Kwanza napenda kumshukuru na kumpongeza Mwashamu Liberatus Sangu, askofu wa Shinyanga, kwa ubunifu na ujasiri wake wa kuja na hili wazo la kuwa na jimbo la Bariadi. Baba Sangu, hongera na asante sana. Nawashukuru pia na kuwapongeza familia ya Mungu Shinyanga kwa kuungana na askofu wenu Sangu. Wakati Askofu Sangu uliunga hilo wazo na kwa ujasiri kuanza kulifanyia kazi, na leo yeye tuna jimbo jipya la Bariadi. Hongereni sana na asanteni sana pia. Na nyinyi wana Bariadi tunawapongeza sana kwa kuwa jimbo jipya. Hongereni sana. Nawe baba yetu askofu wa kwanza wa jimbo la Bariadi, Baba Prosper Baltazar Limo, tunakupongeza. Tumeona wamekukaribisha vizuri. Hongera sana kwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili la Bariadi, na tunakutakia baraka nyingi za Mungu. Askofu huyu amepata mafunzo ya kutosha kule alikotoka. Alikaa sana na wafugaji na aliwazoea na aliwainjilisha. Hatuwataji ni wa aina gani, lakini wale walikuwa na hamahama, lakini huko wana bahati, wenyeji huko hawamayami sana. Kwa hiyo hata kama wanahama atakuwa na mbinu ya kuwafuata huko mnakohamia, atakuja kuwainjilisha. Lakini sio nyinyi tu, lakini hata wale ambao hawahami na sio wafugaji. Yeye ni askofu wa wote kama tulivyosikia mwanzoni, na kufanya naye kazi vizuri, mtalijenga jimbo lenu kiroho na kimiundombinu. Ili tusiachanganye na mambo mengi, mbele wetu Baba Severin pia alitaja ya uinjilishaji pia. Naomba na mimi nibaki katika mstari huo ili tusiwe kishawishi sasa ndani ya kanisa, lakini zaidi nje ya kanisa, kwamba watu wanafanya uinjilishaji wa kweli na wa kina. Hatupaswi kuandamana na dunia. Tunapaswa kuiacha dunia na kuitangulia dunia. Kwa hiyo kanisa linapaswa kuongoza dunia, linapaswa kuongoza ulimwengu. Waermiti wa mwanzo tunakumbuka waliacha dunia ili waiongoze. Neno la Kilatini fuga mundi. Kanisa inayooa roho ya dunia hii au ya ulimwengu huu inaweza kuwa mjane, inaweza kuiacha, ambaye ni Kristo mwenyewe. Na
linaweza kuwa tasa pia, kwamba halitazaa. Kwa hiyo kanisa la kweli linapaswa kuiacha roho ya dunia hii ili watoe watu kwenye dunia, na vinginevyo tukiambatana na dunia tunaweza kuwa tasa, wajane, na hata wakati mwingine kufa kabisa. Basi kama leo sikukuu ya Mtakatifu Yosefu alivyolilinda familia, tunamwomba Bwana mwenyewe aendelee kulilinda kanisa lake na kulitakasa. Alilinde kanisa la Bariadi, alilinde kanisa la Tanzania, alinde kanisa popote ulimwenguni. Tunaelewa bila yeye Kristo mwenyewe mwenye kanisa haliwezi kusimama imara dhidi ya dhoruba zozote. Tunaomba Bwana aendelee kulitegemeza na kuliongoza siku zote kwa neema yake. Jimbo jipya la Bariadi, asanteni sana. Baba Limo, labda nikuombe hapa mbele ili tukupongeze, na taomba maaskofu wapite mbele yako kupata na mkono wa pongezi. Sio mkono tu wa baba, pia msisahau bahasha. Tumsifu Yesu Kristo.